serikali imetuletea mashine mbalimbali. Kuna mashine ya kutoboa mifupa, kuna mashine ya kukata mfupa. Zamani wakati tukipata ajali, mtu anahitaji kukata mfupa, mgonjwa anahitaji kukata mfupa, tulikuwa tunatumia msumeno ya mafundi seremala. Serikali ya Mama Samia kwa kusimamiwa sisi hapa wafanyakazi tukiwa tunasimamiwa na Dr. Hiembe, wametuletea vifaa vya kisasa kabisa. Hatutumii misumeno tena, tunatumia vifaa cha kisasa kabisa, kinakata mfupa. Hii mashine tunakata nyonga, tunakuwekea nyonga bandia kama kitu ambacho tunaenda kufanya kwa siku ya leo. Kwa hiyo kwa haraka haraka unaweza kufikiri mashine zinafanana, lakini zinafanya kazi tofauti kabisa. Hii ndio serikali tunayoiongelea yenye mapenzi na wananchi wake. Kutoboa mfupa, hata unaweza ukasikia ka sauti. Kukata mfupa. Tuna timu ya kada mbalimbali, tuna maafisa waguzi, maafisa watanajali, tuna watu ambao ni wabobezi, wataalamu kabisa kwenye haya masuala. Hatubahatishi, tumejipanga kufanya kazi. Nianze kabisa nimtambulishe mtaalamu wa usingizi ambaye amekuwa hapa kwetu hospitalini kwa miaka kadhaa, alafu pile kwa kuongeza tena ni kama mwenyekiti wa miundombinu hospitali ya Rufaa Kitete. Karibu sana Mr. Maduhu, ujitambulishe, utatupitisha kidogo kuhusu mashine. Labda kabla sijakukaribisha, hapa tulipo ni timu iliyokamilika. Nina mtaalamu wa usingizi ambaye ni mbobezi kabisa wa miaka mingi, ni afisa muuguzi. Nina afisa muuguzi mwingine ambaye ndo in charge. Ni kadogo lakini kama mashine kanafanya kazi sana. Ndio mambo yote tunayoyaona kanayasimamia. Ni in charge wa theater ambaye ni afisa muuguzi. Nina pia daktari mtanajari kutoka serikalini. Tumeletewa daktari mtanajari ambaye ndio timu yangu inaenda kutusaidia na inatusaidia, na ndio nguvu power ambayo imeletwa na serikali. Tuna afisa muuguzi pia ambaye ameletwa na serikali kwa ajili ya kutusaidia. Kwa hiyo tuna daktari, tuna afisa muuguzi, tuna mtaalamu wa usingizi, baadaye tena tuna afisa muuguzi mtanajari. Naomba niwapitishe kidogo. Nianze na mtaalamu wa usingizi, atupitishe kidogo kwa mambo makubwa ambayo Dr. Hiembe, HMT na RHMT imetufanyia kwa upande wa Kitete. Asante. Naitwa Maduhu Mataba, ni mtaalamu wa ganzi na usingizi salama. Sasa hapa mbele yetu tuna mashine yetu ya usingizi. Hii mashine ndio inatusaidia kulaza mgonjwa ili afanywe upasuaji vizuri bila shida yoyote. Kwenye usingizi na ganzi salama tuna aina mbili. Kuna ya nusu kaputi, lakini pia kuna ya kulala moja kwa moja. Hii mashine inatusaidia wakati wa upasuaji kuangalia mwenendo wa mgonjwa. Sisi tunaita vital signs. Yaani moyo wake ukoje, unasukuma damu vizuri, mapigo ya moyo. Kama anasikia maumivu, mashine itanionyesha. Hii mashine ina kifaa cha kumpumulisha mgonjwa. Tunapofanya upasuaji, kama tumetumia dawa ya usingizi ya moja kwa moja, tunamaanisha kwamba mgonjwa tunamsimamisha mapafu yake kupumua, ila tunaweka dawa yetu ambayo anakuwa amerelax, tumemparalyze kwa muda, lakini hii mashine ndio itakuwa inampumulisha. Hii niliyoishika hapa ndio mashine ya kumpumulisha mgonjwa, inaitwa ventilator. Kwa hiyo hapa kuna vipimo tunaweka kulingana na uzito wake na ukubwa wa mapafu yake. Kwa hiyo hewa inayotakiwa kuingia kwenye mapafu tunatumia hii. Lakini upande wa pili, hii ni screen ambayo itatuonyesha maendeleo ya mgonjwa wetu. Tunaangalia mapigo ya moyo, tunaangalia pressure yake, tunaangalia kiwango cha oksijeni ambacho kinaingia, kinaonyeshwa kwenye hii monitor. Hapa katikati hivi vyupa viwili ni dawa ya usingizi ambayo inapita kwa mfumo wa mvuke, ambayo mgonjwa kipindi amelala ataendelea kulala zaidi kwa sababu itakuwa inabebwa na mashine, inaenda kwa mgonjwa kupitia hii tube. Hii tube ndio tube ya upumuaji. Hii inapita kwenye mashine, tunamuunganisha na mgonjwa kipindi tunamfanyia upasuaji. Lakini pia nipende kumshukuru Dr. Hiembe, mganga mfawizi wa hospitali ya Kitete. Hii mashine ni mpya, imenunuliwa kipindi cha Dr. Hiembe, inaitwa Universal Anesthesia Machine.
ni mashine ya usingizi ya kisasa kabisa ambayo inafanya kazi katika mazingira yote, kwa sababu imetengenezwa, hii ina uwezo wa kuzalisha oksijeni yenyewe. Oksijeni, hewa safi kwa mgonjwa. Hewa safi sisi kwa wataalamu wa usingizi ndio kitu ambacho tunakitegemea zaidi kwa mgonjwa. Kwa hiyo hii mashine imetengenezwa ni ya kisasa ambayo ina concentrator yenyewe moja kwa moja, inazalisha oksijeni yenyewe bila kuwepo na mtungi wa oksijeni pembeni. Kwa hiyo shukrani nyingi sana kwa mganga wetu mfawidhi Dr. Iyembe kwa kuona kwamba hospitali ya Kitete kwa sababu inaongeza wataalamu, akaona si vema sana kuwepo na vifaa vya kisasa zaidi na madaktari bingwa wa kisasa zaidi bila kuwepo na vifaa vya kisasa vya wataalamu wa usingizi. Kwa hiyo akatuletea mashine ni ya kisasa. Tunamshukuru sana. Karibuni Kitete. Kitete ya sasa hivi ni mpya. Tunasema kauli mbiu yetu, afya yako kipaumbele chetu. Karibu tukuhudumie.